kweli ambacho tunakizungumza kwamba maombi ya viongozi wa dini yanaendelea kuisaidia Simba. Sio Simba tu. Kila binadamu katika sayari hii anamtegemea Mungu. Ni nyakati gani ambapo wewe unamtegemea Mungu? Kwa mfano wewe Kalebo, ukiingia tu kwenye shida au unataka kupata jambo fulani liweze kufanikiwa, la msingi, lazima utampigia magoti Mungu. Lazima utahitaji msaada kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Kwa mfano Simba wakati wa mchezo wa mojawapo wa kufuzu walienda kwa mtumishi wa Mungu Boniface Mwamposa. Aliwaombea na akasema watafanikiwa, na wamefanikiwa. Habari hiyo ilienda sana mjini. Baraka ukipata huwa haiishi. Sawa. Labda wewe ukiuke, wewe binadamu uende kinyume. Wewe binadamu, Mungu anaondoa upako wake wewe ukienda kinyume. Lakini Mungu pia ana huruma sana na sisi binadamu. Kwa hiyo hata ukikosea anakusamehe kadri unavyoendelea kumkumbuka. Kwa hiyo mimi naamini kwamba viongozi wa dini walipowaombea Simba, jambo lilienda vizuri mpaka tunapozungumza hivi sasa Simba iko finali. Kwa maombi ya watumishi wa Mungu, Mwamposa aliyehusika na shehe, mashehe walihusika, lakini pia wachungaji wengine walihusika. Front kabisa Mwamposa yeye alijipambanua kwamba mtafanikiwa, nendeni. Walikuwa wakililia na wachungaji walienda uwanja wa Taifa. Niliona walikuwa wanawapa na mafuta wachezaji. Lakini siku iliyofuata akasema sasa mchukue mafuta ya upako, muendelee. Na tukaona wakafanikiwa. Sawa, baada ya kutinga hatua ya finali, tunaweza tukasema maombi ya watumishi wa Mungu yamehusika. Simba anaenda kukutana na RS Berkane kutoka Morocco. Mchezo wa kwanza ukichezwa tarehe 17 mwezi wa 5, mchezo wa pili ukichezwa tarehe 25 mwezi wa 5. Mwaka huu ambapo Simba tanzia ugenini na kumalizia uwanja wa Benjamin Mkapa. Tutazame namna gani vipi mchezo huu, yaliyotabiriwa na watumishi wa Mungu, lakini pia hayati baba Magufuli kwamba Simba itakuwa timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika, inaweza akatimia. Kwanza tukianzia na mchezo wenyewe. Ukiingia hatua ya robo finali, nusu finali, mpaka finali, asilimia kubwa kinachotumika ni mbinu za makocha. Ukiingia kwenye hatua hizo, bahati pia inahusika. Bahati. Ukijaliwa bahati. Sawa. Lakini bahati inaweza kufanya kazi kama huna maandalizi mazuri na timu nzuri. Unaweza kwa sababu sasa hivi kuna timu mbili tu kushirikisha zimebaki. Bahati maana yake pia unaomba Mungu, sio? Mungu nisaidie. Hii sehemu ya bahati yangu. Ndicho ambacho nakizungumza. Kwa maana hiyo, ukiwa umejiandaa vizuri, ukiwa umetumia vizuri mbinu zako, lakini ukiwa una bahati, wewe ukiwa mwenye bahati, utafanikiwa katika jambo hilo. Kwa mfano tunazungumzia mchezo wa jana Stellenbosch, Afrika Kusini walifungua booster mwanzo mwisho. Simba walipata penalty, VAR ikafuta. Stellenbosch wakapata penalty, VAR ikafuta. Stellenbosch wakapata goli, VAR imefuta. Ikabaki bila. Maana yake bahati ya Simba ilikuwa inaendelea kusimama. Bahati ya Simba. Kama Mungu amebariki kwamba Simba waingie finali. Kwa sababu wote wanakuwa na viwango sawa. Sawa. Na boli ilikuwa linatembea. Kuna kitu kinaitwa switch counter attack au classic counter attack. Switch counter attack, mpira kwa mfano wewe unashambuliwa, ghafla unauchukua ule mpira unautupia kushoto au kulia. Hiyo ndio inaitwa switch counter attack. Classic counter attack,
timu inatembea pande zote. Yaani unaona kama vile nyuki wanavyojenga kwenye mzinga. Kila idara yani wanashambulia kila upande. Kwa hiyo jana tumeona hizo style zote, switch counter attack pamoja na classic counter attack. Ndio jana vitu ambavyo vimetumika kwa asilimia kubwa mpaka dakika 90 inamalizika. Bila aggregate Simba anasonga mbele kwa goli 1-0. Sasa tuelekee kwenye nini? Tuelekee kwenye mchezo wenyewe wa finali dhidi ya RS Berkane. Bado unabaki kuwa mchezo utakao kwenda kuamuliwa na mbinu, mchezo utakao kwenda kuamuliwa na utulivu wa timu, mchezo utakao kwenda kuamuliwa na bahati, lakini mchezo pia utakwenda kuamuliwa na home ground. Mambo mangapi nimekutajia? Mambo 4. Okay. Haya mambo 4 ndio yatakwenda kubeba timu moja wapo. Lakini lenye nafasi kubwa kati ya hayo mambo 4 ni lipi? Kwa maana ya linaweza kuamua zaidi. Yote yanahusika lakini lenye nafasi kubwa. Vinambatana. Kwa mfano, home ground maana yake nini? Unatakiwa utumie uwanja wa nyumbani. Ukiwa ugenini unatakiwa nidhamu. Ushambulie kwa malengo. Okay. Urudi ujilinde. Hapo tunazungumzia mbinu, tactic. Sawa? Yeah. Usiruhusu kufungwa zaidi ya goli 1 au toke sare. Then ukipata goli 1 unakwenda kumalizia katika uwanja wako wa nyumbani, kwa maana Simba anakwenda kumalizia nyumbani. Okay. Simba akifungwa tu goli 1 au 2-1, RS Berkane kafa. Mapema 2-1, 1-0. Kafa mapema, maana uwanja wa Taifa anakwenda kukutana na punzi ya moto. Na utakuwa umeshakamilika. Sawa. Utakuwa umeshakamilika. Walisema kati ya tarehe 20 nafikiri mwezi ujao utakuwa umeshakamilika. Na serikali inajaribu serikali inajaribu kuharakisha ili tuone kombe hili tukibakiwa nayo. Kwa hiyo katika mazingira hayo, kwanza Simba wachezaji wana morali, wachezaji wana ari, never seen before, kwa maana kwamba yani haijawahi kutokea zaidi ya miaka 32 sasa 93 mpaka leo miaka 32. Kwa hiyo si wachezaji wanataka kuandika historia. Nchi inataka kuandika historia. Viongozi ambao wako zamu pale klabu ya Simba wanataka kuandika historia. Of course waliokuepo zamani wapo, lakini sasa hivi wameshakuwa wazee. Kwa mfano tunamchukulia mtu kama mzee Azim Dewji. Ameshakuwa mzee sasa hivi, sio? Okay. Ndio alikuwa front wakati huo. Kwa hiyo nafikiri utakuwa ni mpira mzuri, utakwenda kuona. RS Berkane ana maajabu sana, alishakuja Tanzania, ameshacheza na Simba mara kadhaa. Japo ilikuwa miaka ya mwanzoni, lakini Simba kwa sasa imeshakuwa timu kubwa na imejipambanua. Na sasa hivi watu wanaiona kama tishio barani Afrika kwa sababu ya namna ambavyo inafanya mambo yake, namna ambavyo ina consistency ya hatua ya robo finali ya klabu bingwa pamoja na shirikisho. Mara kwa mara amekuwa amekaa kwa muda mrefu hapo. Okay. Ni timu ambayo inaogopeka. Ukishaona kila mara timu inakuepo kwenye robo, kwenye nusu, kwenye finali. Hiyo ni miongoni mwa timu ambayo ni tishio kwa sababu muda wowote anaweza akawa bingwa. Na haya mambo nikwambie jambo moja. Haya mambo yanaenda kwa utaratibu. Hakuna jambo ambalo linaenda kwa fluku. Okay. Kila kitu kinakwenda kwa utaratibu. Lazima wanasema kwenye mpira kuna mafanikio na maendeleo. Okay. Mafanikio maana yake nini? Mafanikio tunazungumzia fluku. Kwa mfano leo hii wewe ukibeti ukapata hela nyingi, hapo umefanikiwa. Umekuta embe kwenye dot. Lakini wewe ukiwekeza, kwa mfano umeanza kuwekeza ukiwa na miaka 20 mpaka 30. Okay. Alafu baada hapo ukawa tajiri. Haya ni maendeleo. Maendeleo ni stage kwa stage. Hata kwenye mpira tunazungumzia Simba wanachokifanya ni maendeleo ya soka. Sio mafanikio. Japo ndani ya maendeleo mafanikio yanakuwepo, lakini ni yale mafanikio ambayo yamepitia stage, sio fluke. Kwa hiyo Simba wamepiga maendeleo kwenye mpira na hata mwakani hawawezi wakaishia hatua ya makundi. Kwa nini? Wameshajua
namna ya kucheza michezo ya hatua ya makundi kuingia robo finali. Robo finali tu kuna kitu kimoja kinaitwa mahesabu tu. Ukitaka kuingia robo finali, maana yake nitakiwa mechi zako za nyumbani usifanye makosa, shinde zote 3. Wewe umeshaingia robo finali. Sawa.